Mheshimiwa Mwenyekiti, nami nikushukuru kwa kunipa nafasi hii nichangie bajeti ya Wizara ya Elimu. Nianze na hadithi ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambayo alisema talibul ilmu faridhatun ala kulli muslimin wa muslima. Kwa maana kuitafuta elimu ni fardhi kwa kila Muislamu, mwanamke na mwanaume. Lakini ukisoma Mithali 4:13 inasema mkamate elimu, usimwache ende zake. Mshike, kwa maana huo ndio uzima wako. Kwa muktadha huo, nichukue fursa hii kumpongeza sana waziri wetu wa elimu Profesa Adolf Mkenda, mtu bingwa kabisa aliyefanya mageuzi makubwa sana kwenye sekta ya elimu nchini Tanzania. Lakini na msaidizi wake naibu waziri Mheshimiwa Wanu Hafidh Amir, mwanamke mchapakazi, mnyenyekevu, mtulivu, hodari, anayepambana kuhakikisha sekta ya elimu inapiga hatua kimaendeleo. Lakini nataka niwaambie nchi hii, katika makatibu wakuu waliwahi kutekea katika wizara hii ni Profesa Nombo. Huyu mama mpigie simu mpaka saa 8 usiku, atapokea simu kuhakikisha anahudumia wananchi kwa maslahi mapana ya elimu ya taifa hili. Profesa Nombo, popote ulipo, pokea maua yako. Mwenyezi Mungu akubariki sana. Nawapongeza naibu katibu mkuu, management ya wizara, na hapa wapo vijana wanaofanya kazi nzuri sana. Ukienda pale VETA, mkurugenzi wa VETA CPA Anthony Kasore, kakaangu, pokea maua yako. VETA mnafanya kazi kubwa na kazi nzuri sana. Lakini tunampongeza mkurugenzi wa Taasisi ya Elimu Tanzania Profesa Anet Komba, mama yangu, hongera sana, unafanya kazi kubwa sana. Naomba pia nimpongeze katibu mtendaji mkuu wa Baraza la Mitihani la Taifa Profesa Said Mohamed, hongera sana, unafanya kazi kubwa sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kwa pekee kabisa nitoe shukurani zangu za dhati kwa Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye ndiyo suluhu ya matatizo kwa Watanzania. Tumeona mageuzi makubwa sana aliyofanya kwenye sekta ya elimu. Kwenye historia ya nchi tumeenda kufanya maboresho ya sera ya elimu ya mwaka 2014 ambayo kwa sasa hivi elimu ya lazima itakuwa miaka 10, kwa maana kutoka darasa la kwanza mpaka kidato cha 4. Mheshimiwa Mwenyekiti, KPI ya Development Index, moja ya maeneo ni literacy rate. Leo hii tunaenda kupata uhakika kwamba watoto wetu wote nchini Tanzania watafika kidato cha 4. Haya ni mageuzi makubwa na ya kuungwa mkono. Hongera sana Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini Mheshimiwa Rais amezindua mpango mkakati wa kisayansi wa KKK. Kwa maana sasa watoto wetu mpaka watakapofika darasa la 3 watakuwa na uwezo wa kusoma, kuandika na kuhesabu. Haya ni mageuzi makubwa. Lakini nampongeza Mheshimiwa Rais kwa kuja na mpango wa pamoja kati ya waajiri, vyuo vyetu vya ufundi stadi pamoja na vyuo vikuu, ili kuhakikisha kwamba vijana wetu wanaoenda kwenye elimu ya vitendo wanapata ujuzi, wanapata uzoefu, waende kupambane kwenye soko la ajira. Hongera sana Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini kubwa kuliko yote, Dr. Samia amefanya mageuzi makubwa kwenye miundombinu ya elimu. Kwa mfano, kwenye shule zetu sekondari, 2021 tulikuwa na shule 1018. Sasa hivi tuna shule 20,889, sawa na ongezeko la 11.2. Lakini kwenye elimu ya sekondari tulikuwa na shule 5,000 tu, Mheshimiwa Mwenyekiti. Sasa hivi tuna shule 6,488, sawa na ongezeko la 18.5. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa upande wa vyuo vikuu, Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya mageuzi makubwa sana. 2021 bajeti ya mikopo ya vyuo vikuu ilikuwa ni bilioni 700. Leo ninavyozungumza hapa, bajeti ya vyuo vikuu ni bilioni 839. Daktari Samia Suluhu Hassan amefanya kazi kubwa sana. Lakini kwenye historia ya nchi, Rais Samia anaweka rekodi kuwa rais wa kwanza kutoa mikopo kwa vyuo vya kati. Haijawahi kutokea kwenye historia ya nchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwaka 2021 waliokuwa wanapata mikopo ya vyuo vya kati ni 10,200. Sasa hivi wanaopata mikopo ni 18,473, kutoka bilioni 10 mpaka bilioni 18.7. Nani kama Dr. Samia Suluhu Hassan? Na kubwa kuliko yote, kupitia uongozi wa Dr. Samia, sasa hivi tuna Samia Scholarship ambazo zinawainua vijana wetu kwenye masomo ya sayansi. Dr. Samia Suluhu Hassan
kutoka wanafunzi 1407 mpaka wanafunzi 2630, sawa na ongezeko la asilimia 46.5. Ametoa mikopo kutoka bilioni 7 mpaka bilioni 13.7, sawa na ongezeko la asilimia 44.2. Nataka nimtie moyo Dr. Samia Suluhu Hassan. Madam President, thank you for promoting educational policies. Thank you for strengthening diplomacy. Thank you for fighting up for this country. Thank you for your untouched victory. سيدتي رئيسة سامية جريئة وقوية ومتواضعة وتعمل بجد. نحن ندعو جميع المستثمرين وندعو جميع أصحاب المصلحة. تنزانيا هي موطنك. Son Excellence la Présidente Sami, un leader très fort, déterminé, visionnaire. Aujourd'hui, nous appelons tous les investisseurs, nous appelons toutes les parties prenantes, la Tanzanie, votre maison. Mheshimiwa Rais, tuko pamoja na wewe, tunakuunga mkono na Mwenyezi Mungu atakulinda na kukubariki rais wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, zungumza, nimewaambia Watanzania kwamba rais wetu kipenzi chetu, sisi tuampenda sana. Furaha yetu yeye mwenzetu, hakika anapambana. Uchumi wetu, diplomasia yetu umeimarika sana. Utalii wetu, vivutio vyetu dunia imeviona. Tunawakaribisha wawekezaji, wadau wote, karibuni tuijenge Tanzania yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka nimwambie Profesa Adolf Mkenda, hayati Sheikh Abeid Aman Karume aliwahi kusema huwezi kuwa mwana wa nchi kama huna uchungu na nchi yako. Mheshimiwa Profesa Mkenda, leo hii tuna kizazi cha Generation Z. Asilimia kubwa ya watoto hawa hawana uzalendo, hawana utaifa. Nimuombe sana Profesa Adolf Mkenda kwa kuhitimisha. Nimuombe sana Profesa, tunaenda kwenye kizazi cha Generation Z. Pamoja kwamba tunawekeza kwenye elimu na amali, kama hatujawekeza kwenye maadili na uzalendo na utaifa, bado tutakuwa hatujafikia malengo. Ni kuombe ushirikiane na wenzetu wa Jeshi la Kujenga Taifa. Miaka ya 60 na 70 wazee wetu wanajua kwenda jeshini ilikuwa sio swala la hiari, ilikuwa swala la lazima. Ipo haja ya watoto wetu kwenda kupata mafunzo ya ukakamavu na uzalendo, ili wanapotoka kurudi uraiani waweze kuwa na uzalendo wa kulipambania taifa lao. Ni kuombe sana hili jambo lifungamanishwe na masuala ya uzalendo kwa kushirikiana na Jeshi la Kujenga Taifa. Baada ya kusema hayo, kono hoja. Tumedhamiria, tunaboresha elimu yetu.